Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Nadhani mara kadhaa nimekutana na hii kadhia ya kupewa kuwa sijui lawama, sijui unapewa nini, kuwa wazee huko majumbani wamekuwa na ugonjwa unaitwa Rahby. Wakihama YouTube wanaingia kwenye Voice. Yani sauti ya Rahby imekuwa maarufu kwenye majumba ya watu huko. Sasa nilipokea hizi lawama kwa vijana dhidi ya wazee wao. Bwana, siku hizi wazee umewapa ugonjwa kabisa, kuwa muda wote wanaingia huku wanatoka huku wanasikiliza. Kwa hiyo ni sauti ya Rahby. Nashukuru tunakwenda pamoja kwa hilo. Mchana nilizungumza kidogo kuhusu ile nadharia. Nilijua kuwa hili swala nitakutana nalo sana. Hili swala ambalo linahusu niliposema kuwa Omani itakuwa ni nchi inayofuata. Nadhani nilizungumza hivyo. Sasa ni kama vile watu wamekuwa na mashaka nini kinafuata. Nikasema nikipata muda nitalieleza. Nimekutana na hayo maswali sana leo. Message nyingi nimezipokea hasa kwa watu wa Omani. Nini ulichokisema kuwa Omani ndio nchi itakayofuata? Kwa nini Omani nchi itakayofuata? Okay, haya ni mazungumzo ya jioni ambayo wastani tutazungumza kama dakika 15 hivi, 15 au kidogo zaidi. Nitajaribu kulifafanua na imani utanielewa kwenye hili ambao niliposema kwa nini Omani itafuata. Kabla sija kuambia kwa nini Omani itafuata, nataka nikuunganishe kwa nini Omani itafuata. Omani itafuata kutokea hapa. Wizara ya mambo ya ndani ya Bahrain imesema kuwa imewakamata watu 41 ambao ilisema walikuwa na uhusiano wa moja kwa moja au sio wa moja kwa moja na IRGC, shirika la habari lilisema. Wizara hiyo ilisema mamlaka za usalama ziligundua kuwa kundi lililohusishwa na IRGC, na kuongeza kuwa uchunguzi uliofanywa na mwendesha mashtaka wa umma pia ulihusisha kesi zinazohusiana na kuunga mkono mashambulizi ya Irani. Chukua hiyo taarifa. Yani chukua hiyo niliyoisoma, halafu njoo chukue hii hapa ya pili. Taarifa ya pili inasema hivi: Saudi Arabia siku ya Jumamosi ilieleza kuunga mkono kwake hatua zilizochukuliwa na Bahrain kulinda usalama na utulivu wake. Wizara mambo ya nje ya ufalme ilisema siku ya Jumamosi. Nimeanza kukusomea ya Bahrain. Ya Bahrain ilisemaje? Wizara mambo ya ndani ya Bahrain ilisema Jumamosi kuwa imewakamata watu 41 ambao inasema kuwa walikuwa na uhusiano na IRGC ya Irani. Sasa wakati inatoa hiyo taarifa kuwakamata hao 41 uhusiano na IRGC, Saudi Arabia inasema ilieleza kuunga kwake mkono hatua zilizochukuliwa na Bahrain kulinda usalama na utulivu wake. Wizara ya mambo ya nje ya ufalme ilisema siku ya Jumamosi. Wizara mambo ya nje inaelezea kuunga mkono kikamilifu ufalme wa Saudi Arabia kwa hatua ambazo ufalme wa Bahrain umechukua dhidi ya shughuli zilizozingatiwa zinazolenga kuvuruga usalama na utulivu wa ufalme wa Bahrain. Wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia ilisema katika taarifa. Taarifa hiyo ilisifu zaidi ufanisi wa taasisi za usalama za Bahrain kwa umakini wake wa kufichua na kufuatilia shughuli ambazo ilisema zinahatarisha usalama wa taifa la Bahrain. Mapema siku hiyo, wizara mambo ya ndani ya Bahrain ilisema kwamba imewakamata watu 41 wenye uhusiano na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha IRGC. Sasa umechukua hii picha. Saudi Arabia inaipongeza Bahrain kwa kuwakamata watu wenye mnyororo ambao unafatana kuwa na IRGC ya Irani. Umeelewa hapo? Rudi nilichokisema mchana kuwa UAE imefanya nini kuhusu Irani? Imeamua kuwafukuza maafisa au kufukuza kabisa raia ambao wana uhusiano na Iran, wafanya biashara, watu wake, shule zimefungwa, hospitali zimefungwa, zote zenye connection na Irani. Lakini si connection na Iran tu, hata watu ambao wamechukua imani
ambayo inatokana na Irani. Washia 15,000 walirejeshwa Pakistan. Umeelewa hapo? Rudi nyuma nilipokupasha wiki jana kuwa Kuwait ilikuwa imeanza harakati ya kukamata raia wote ambao walipewa uraia ambao walikuwa na uhusiano na Irani. Yani wote waliopewa uraia ambao wana mnyororo wa asili ya Irani walikuwa wakiupitia uraia wao ili kuangalia kama kokote kulikuwa kuna dosari. Umeipata picha? Katika hili hujasikia nani? Tayari Qatar alishatuambia kuwa amekamata maafisa kadhaa ambao wana connection na IRGC. Bado unatafuta UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar. Umesikia Oman? Haipo Omani Omani haipo hapa. Kwa nini Omani hakamati maafisa wa IRGC? Kwa nini Omani hakamati watu wanaohusiana na Irani? Kwa nini taarifa za Omani hazitoki kuhusu Irani? Umeanza kuipata point sasa napokuleta. Niliposema ataifuata Omani inaanzia nyuma, sio tu kwenye hili swala. Hawa wengine wote asili na rangi zao zinajulikana, zimeonekana wazi. Inarudi kwenye kile nadharia ambayo hawa wote ambao wamezungumza au wote niliowataja hapa, hawa wote wamehusika kwenye vita. Wote nchi zao zina kambi za Marekani ambazo zimekuwa zikishambulia Irani. Hawa wote wanahusika. Yani hawa wote wanahusika na kila kinachoendelea hivi sasa katika haya madhila ambayo ulimwengu unapitia. Hawa wote wanahusika katika hivyo vyote. Kwa nini hamna Omani? Unaanza kuipata picha kwa nini hamna Omani. Sasa nilipozungumza mchana kusema kuwa Irani wanaiona Hormuz kuwa ni zaidi ya kombora la nyuklia. Nani anaishikilia Hormuz kiasili? Ni Iran na Oman. Tunatakiwa twende wapi? Ili tuweze kumchallenge Irani na Hormuz, tunatakiwa twende wapi? Kwa sababu swala la Hormuz halikuwa katika sehemu ya mkakati wala halikuwa katika sehemu ya tishio ambalo walikuwa wamelijua kuwa ipo siku hili litakuja kuwa tishio. Lakini leo wazi kwenye meza zao wanachokijadili ni Hormuz kwa kiwango kikubwa. Sio walio Ulaya, sio walio Amerika, lakini wote wanaojulikana kama Western na washirika wao wa magharibi au na washirika wao waliopo Mashariki ya Kati, wote wanazungumza kuhusu Hormuz. Hormuz imekuja surprise kwao. Yani wanaipoteza kama surprise. Kwa hiyo wamekubali kuwa Irani haimiliki. Si kweli. Wanaiwekaje na kuirudishaje Hormuz? Wako tayari kuandaa mikataba, wako tayari kuandaa lolote hivi sasa dhidi ya Hormuz, ambalo ikiwa wanahisi kuna miba mikali inaweza ikawachoma, wajiepushe nayo kwa hivi sasa. Lakini mark my words, hii iwe tuwe hai, wawe watoto wetu, wawe wajukuu zetu, hili nalo lizungumza ipo siku watakuja kukutana nalo, iwe sisi tuko hai au hatuko hai. Omani ndio nchi inayofuata kuiteka. Omani ndio nchi itakayofuata kuiteka, kwa sababu hivi sasa iko nje. Iko nje na wenzake wote wako ndani. Nimewataja wote kasoro Omani. Omani hayupo. Maana yake kuwa Oman anaunga mkono hatua zote za Irani zinazoendelea pale. Sasa Omani ikoje? Kilichowashinda ni kuwa huenda utamaduni, asili ya watu wa Omani na imani yao na madhehebu yao. Unajua, kama umewahi kusoma asili ya madhehebu wa Omani wengi, naweza nikasema asilimia zaidi ya 85 ya Omani ni Ibadhi. Ni Ibadhi. Sasa kama hujawahi kuisoma nadharia ya asili ya dhehebu la Ibadhi lilipoanzishwa, yani lilipotokea dhehebu la Ibadhi, jipe muda, nenda kasome msingi wa hili dhehebu. Msingi wa dhehebu la Ibadhi limejengwa kwenye kile ambacho wao wanasema kuwa ni haki na sheria. Sio limejengwa kwenye yani kwenye nguvu na ubabe. Wakati wanahitilafiana kulipokuja kuanzishwa dhehebu la Ibadhi, upande wa pili ulikuwa umetumia nguvu katika kusuluhisha masuala ya kidini, ubabe, panga na vitu vingine. Hawa wafuasi wa Ibadhi walienda nje ya nguvu, wao wakaenda katika ustaarabu wao, wakasema no, Mtume hakutufundisha hivyo.
tulifundishwa kusikilizana na kuweka hoja na haki, na mwenye chake apewe. Mara kadhaa huzungumza kuhusu haki. Wao yani serikali, unajua ufalme, ndio maana nilisema kuwa kama kuna fursa ambayo Waomani wanaipo hivi sasa, na ni ngumu kuipata kwa sababu ya muundo wa serikali yao. Muundo wa ufalme wa Omani umefungamanishwa na imani yao, na imani yao imefungamanishwa na dhehebu lao ibadhi. Yani huwezi kuvitenganisha hivi kirahisi rahisi. Sasa scratch inatakiwa kuanzia hapa. Leo hii ukisikia hizi nchi zingine zilizozunguka hapa huwa zinazungumza kuhusu mustakbali wa dini, yani kuwa wao ni watu wenye imani ya dini fulani au madhehebu fulani. Lakini ukienda kwenye reality, yale yanayofanyika kwenye nchi zao, hata serikali zao zinajua, mfano Dubai, sijui Saudia, sijui wapi, yanayofanywa serikali zao huwa zinafahamu. Mambo yako wazi sana, lakini wala huwa hawayaingilii wala hawajali. Lakini hujinasibisha kuwa wao ni watu wa imani. Lakini kinachofanyika chini, kilichopangwa, sio kweli kinaakisi imani. Yani kinaakisi tu kuwa hizi ni nchi zenye watu wengi wenye imani fulani, yani ni watu tu wenye asili fulani na imani fulani, lakini sio waumini hasa wa ule msingi wa ile imani yao. Sijui naeleweka? Sitaki kwenda deep sana. Nataka nipite juu kwa juu tu ili uweze kuningamua kwa nini inakuwa Omani. Sasa unairudishaje Hormuz bila kuimiliki Oman? Huwezi. Hizi harakati zinazoendelea ndani ya UAE hazikuanza jana wala juzi. Wala uhusiano wa UAE kama wengi wanavyodhani kuwa ulianzishwa na mkataba wa Abraham wa mwaka 2020, bado utakuwa ulikuwa mbali sana wewe kujua hilo. Msingi wa nchi yenyewe ulianzishwa na hao wanaoimiliki hivi sasa, Wazayuni. Ndio msingi. Ndio maana unajikuta kuwa makampuni makubwa pia yana harufu ya hiyo. Unaweza kusema kuwa 2020 ilikuwa ni rasmi, kurasmisha, yani kufanya tu uhusiano kuwa rasmi kati ya Israeli na UAE, lakini kwenye scratch chini tayari kulikuwa kuna uhusiano. Yani ni kama mtu aniambie leo kuwa Israeli haina uhusiano na Saudi Arabia, labda uwe usingizini, yani labda uwe umelala sijui dunia gani, ndio utaniambia kuwa Israeli hana uhusiano na Saudi Arabia. Maybe kwa sababu hatutaki kufanya kuwa official, labda hiyo tunaweza tukazungumza. Lakini kilichopo hivi sasa ni hakuna uhusiano rasmi tu uliorasmishwa, lakini chini kwa chini kila kitu kinatembea vizuri kabisa. Ndivyo walivyokuwa UAE na Israeli kwa miaka yote. Sasa anafata nani? Atafata Omani. Ili tuweze kuimiliki Hormuz, tuweze kumsumbua Irani katika mtindo tulioufanya kwa Urusi, tukaanza kujisogeza, wakaja kuichukua Ukraine. Kwa nini ilivamiwa? Kwa nini ilivamiwa Ukraine? Ni kwa sababu Ukraine ilijifungamanisha na Western, ikawa wakala, na Urusi akaona kuna threat hapo, tishio liko hapo, sasa nikaikate pale ili wapotee pale. Hiki ndio kinaweza kuja kuzaliwa kati ya UAE na Omani. Lakini huwezi kuimiliki Hormuz kwa kuichukua UAE. Ni lazima uimiliki Hormuz kwa kuichallenge Irani, uwe upande wa pili wa Omani. Japo kuwa unaweza kuwa kwenye nafasi ndogo, lakini lazima ufanye mkakati mkubwa wa nguvu kabisa uwekwe ndani ya Omani. Mark my word jamani, chukueni maneno yangu alafu muda utatupa majibu. Chukueni maneno yangu halafu tufikirie kuwa wakati gani muda utakuja kutupa majibu ya hiki ninachokisema. Kuwa hivi sasa tunataka Hormuz. Nimesema Hormuz imewajia kama surprise. Wakati wanaenda kutafuta macho, wakati wanaenda kutafuta mapembe wakarudi bila macho. Sasa watarudi kutafuta pembe, watarudi kutafuta macho yao. Wamepoteza wapi? Hivi sasa wanaweza kwenda kufanya makubaliano ya Hormuz ambayo yatakuwa ni temporary, yani yatakuwa ni makubaliano ya muda, ili warudi wakapange mikakati yao ya hila ya kujipanga. Lakini hawana njia yoyote ya kuja kuishikilia Hormuz nje ya kuwa Oman au waje waishikilie kabisa Iran. Kuna mawili. Wakishindwa kuichukua Omani, ni lazima waanzishe uasi wa ndani.
wa ndani ya Iran. Ni lazima waanzishe uasi wa ndani ili kupata kile kitu kinaitwa mabadiliko kamili. Acha haya mabadiliko fake ambayo wanayazungumza kuwa tumefanya regime change. Wao wenyewe wanafahamu kuwa hakuna regime change. Hilo wanalijua. Yani hayo maigizo ya kwao kujifanya kuwa tumefanya regime change, wanajaribu kutengeneza narrative ambayo ije kuonyesha kama kuwa kuna kitu kikubwa wamefanikiwa kwenye hili, lakini wanafahamu fika kuwa hakuna tulichotimiza. Hakuna tulichofanikisha kwenye hili. Sasa ili tuje tuirudishe Hormuz katika muktadha wa kuondoa kabisa utawala wa Iran, kwa sababu gharama ya Hormuz kuiacha kwa Irani unatakiwa sijui ufanye nini. Gharama yake ni mambo mawili. Warabu wasalimishe uchumi wao kwa Israeli, watengeneze pipeline ziende zikapite Israeli. Yani watengeneze pipeline ziende zikapite Israeli, halafu zikitokea Israeli zitokee Mediterranean, wasukume mafuta yao kwenda wapi? Kwenda mfano nchi za Ulaya. Sasa hawa wote washirika hawa wa Asia hawa wengi hapa wanasafirisha mafuta kuelekea China na India, ndio waagizaji wakubwa, yani mashariki ya mbali. Sasa mashariki ya mbali huwezi kwenda upande wa pili wa Israeli, utazungukia wapi? Yani uvushe mafuta yako kwa pipeline ambazo usalimishe uchumi wako uende kwa Israeli ambao au miliki uchumi wa Warabu wote. Nitafungua sifungui, mnavyotaka nini? Manake nikishikilia uchumi wenu mnakufa. Chagueni moja, mnapita Hormuz, yani mrudishe uhusiano na Irani muwe salama kupita Hormuz, au endeleeni na uadui wa Irani ambao umetengenezwa na Marekani, msalimishe uchumi wenu, mtengeneze pipeline ambazo zitapita ndani ya Israeli, halafu meli zipakie kule. Zinakwenda wapi? Labda kama wanapeleka Amerika, kama wanapeleka Europe. Lakini kama wanarudi China, hayo mafuta yakinunuliwa China au yanunuliwe kule India, sijui yatanunuliwa kiasi gani, kwa sababu ni lazima uzunguke Mediterranean tena uje utiririkie wapi? Suez Canal, Misri, Eskandaria, halafu uje Red Sea, utiririke pale pale, upite kwenye mlango wa Yemen wa kuruhusu pita usipite, nenda nini? Hauwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo au pite wapi? Barabara ya Tumaini, pita juu kabisa kule, pita Tunisia, sijui pita huko juu, penyeza Libya juu kule, alafu zunguka juu Mauritania, Morocco huko juu, pita Mauritania, nenda kazunguke upande wa pili mpaka Senegal, magharibi mwa Afrika, utiririke mpaka huko chini Angola, uje South Africa, halafu uanze kucross sasa between Mozambique and Tanzania. Haya, katiza hapo pembezoni mwa Somalia. Haya, tiririka uende bahari ya Arabia hii hapo, ndio uje uzunguke. Huwezi kuyauza hayo mafuta. Utauza kwa kiasi gani? Huwezi. Warabu wana chaguo la kusalimisha uchumi wao au kuanzisha uhusiano wao na Irani ili waweze kufika, au wasalimishe uchumi wao mikononi mwa Israeli. Ni hivyo tu. Sasa wazungu hawawezi kuachana na Hormuz. Hilo liko wazi. Sasa wanaipataje Hormuz? Kufariki kwa Qaboos haikuwa bahati mbaya. Ule ufalme ulikuwa umepangwa uende kwa huyu Haytham. Haukuwa kidole ambacho kimesondwa kutokea juu, kwa sababu Oman si katika nchi ambazo walikuwa wanazipa mkakati mkubwa sana. Yani kuwa hatuioni kama ni nchi ya kimkakati sana kwa sababu ya watu wake walivyo na nchi ilivyokuwa haitaki bado kufunguka moja kwa moja. Hawakuwahi kuitilia manani kwenye hilo. Mark my word. Mtashangaa hivi sasa wazungu kuivamia Omani kwa kiwango kikubwa, kufanya uwekezaji, kujenga hiki, kutengeneza nchi nzuri. Wataomba kwa nchi sera zibadilishwe, uwekezaji uwe mkubwa, watu waingie, nchi itengenezwe, ili iweze kuwapumbaza na kuwasaulisha watu kuona kuwa haya ndio maendeleo. Behind the scene, chini wao wanalao. Pale watapotaka kuja kutimiza malengo yao, hawatojali kuja kuiangamiza nchi kama wanavyoiangamiza UAE hivi sasa. Haya matakwa ya UAE, chukua mali zao, wafukuze hawa. Si kuwa labda UAE wanaweza kuamua hivyo. Hiki kitu kimeamuliwa kwa sababu hii nchi ilitengenezwa. Chukua kauli ya Profesa Jiang kuwa hauwezi nchi za asili zikashindwa na nchi zilizotengenezwa kwenye majangwa. Nchi iliyotengenezwa kwenye jangwa ni UAE, Qatar, Kuwait. Nchi zilitengenezwa kusudi kwa ajili ya kuua nchi za asili. Sasa waliotengeneza hizi nchi sasa wanataka kuzitumia kutimiza malengo yao. Ndio hicho wanachoenda kuiangamiza hivi sasa UAE. Yani wale watawala wa UAE wapo kwenye usingizi mzito, wanadhani njia wanayopita ni sahihi, lakini ukweli kuwa ni njia ya maangamizo yao. Wanaenda kujiangamiza. Sasa niliposema inayofuata Oman,
ndio hivi, Omani itafata, kwa sababu hauwezi kuipata Hormuz, ni lazima ima uwe Irani ima uwe Omani. Sasa watajaribu kutumia nguvu zao za kutaka kuipata Hormuz kupitia kwa Omani, lakini kikwazo kikubwa ambacho watagongana nacho ndani ya Omani ni msingi wa ile nchi, msingi uliofungamanishwa na imani yao na itikadi yao, ambayo mara kadhaa huwa tofauti. Ndio maana unaona kuwa, tazama mgogoro wote wa Gaza, halafu nitafutie mamufti wote wa hilo eneo, kama kuna mufti alinyosha sauti dhidi ya Israeli ni Khalili peke yake. Ni mufti wa Omani Ahmed al-Khalili ndio alikuwa akikemea Israeli, akitoa sauti na akikemea kile kinachofanywa, kwa sababu wao dhehebu lao la Ibadhi limefungamanishwa na haki na ukweli, ndio walichofungamanisha nao. Kwa hiyo wao ndio watu wa hivyo. Kwa hiyo wacha muda utatupa majibu. Tukiwa hai tutaona, au tusipokuwa hai inshallah watoto wetu, wajukuu zetu maybe watakuja kusikia haya tunayoyazungumza hivi sasa, kuwa tuliyazungumza zamani. Haya yatakuja kutokea. Rahby Digital, haki na ukweli.